nafasi ukae. Naomba upate nafasi yako nzuri ukae. Mungu ametupa neema tena. Tumefanikiwa kuwepo katika ibada hii leo. Mimi na matumaini wewe umebarikiwa. Amen. Naomba sasa kwa dakika kadhaa tujifunze. Nataka tuzungumze mambo ya msingi sana. Ya msingi nikiwa na maana ni ya msingi kweli kweli. Jambo la kwanza, ujumbe wangu unaitwa vizuizi vilivyoambatana na matukio. Hebu sema vizuizi. Okay. Sasa nataka kwanza kabisa, ukisikia kanisani labda wanakuambia kwa habari ya kizuizi, jambo la kwanza lazima utambue kwamba kizuizi kinachoongelewa ni cha roho. Amen. Kanisa mara nyingi linadili na mambo ya roho. Ninaposema mambo ya rohoni, ina maana ya kwamba kila kitu huwa kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Sasa naomba tuangalie kwenye kitabu kimoja cha Joshua. Fungua pamoja na mimi kwa pamoja. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu cha Joshua Fungua pamoja na mimi kitabu cha Joshua sura ya 11. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Joshua sura ya 11. Nataka tuanzie hapo. Hapo ndipo pa muhimu sana. Naomba kwanza tuanzie mstari naomba fungua pamoja na mimi kitabu cha Yoshua sura ya 7 na mstari wa kwanza mpaka wa 10, lakini nitasoma kwa kufupisha. Biblia takatifu inasema, lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Kalbi mwana wa Zabdi mwana wa Zera na wa kabila la Yuda alitwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Sikiza kwa makini. Hebu nirudia haya maneno. Hebu sema hasira ya Bwana. Wala tu usinichoke. Wewe rudia tu, kuna jambo linatokea. Wewe sema tu hasira ya Bwana ikawaka juu ya wanaitwa wana wa Israeli. Amen. Huyu ni baba mmoja Akani. Mimi na uhakika, kwa mfano tuseme mama mmoja, babako anaitwa nani? Shabani. Mama mmoja akiolewa huko kwetu Sukumani wanamuita mwana Shabani. Si ndio hivyo? Ndio mwingine akiolewa kama Ruhuza nasikia mwana Kona. Mwingine akiolewa nasikia mwana fulani. Huyu alikuwa na wazazi na alikuwa na kabila na jina lake alikuwa anaitwa Akani. Siku moja Mungu alitoa maelekezo. Mungu anakaida kutoa maelekezo. Jehova Nisi, Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, akatoa maelekezo juu ya wana wa Israeli kwamba watakapoenda kuivamia Yeriko, kuna baadhi ya matukio wasiyafanye, ila wao wakayafanya. Amen. Ila wao wakayafanya. Na baada ya kuyafanya yale matukio, Biblia inatuambia alipoiba yule mwana wa Akani, hawa watu wa Mungu, Mungu aliwachukia. Mungu aliwachukia na alikuwa amegeuza uso wake, na kila walipokuwa wakienda kupigana vita walikuwa wanapigwa kwenye kila vita. Nataka nikwambie jambo moja. Ukiona kuna sababu ya mtu kushindwa mahali popote, kuna sababu inayopelekea mtu kushindwa. Amen. Kuna sababu inayopelekea mtu kushindwa. Huwa hatushindi hivi. Na naomba tuangalie kwanza kwenye kitabu hicho, rudi nyuma mpaka kwenye sura ya 1 na mstari wa 1. Biblia inasema, ikawa baada ya kufa kwake, Musa akamwambia mtumishi wa Bwana, akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi uondoka uende mpaka mto yule Yordani
ili wewe na watu hawa wote mkaende katika nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu, ninyi nimewapa anasema ninyi nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Na Mungu anamuonesha Yoshua, anamwambia tangu jangwa hili la mlima huu Lebanoni mpaka ule mto mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Waiti, tena mpaka bahari kubwa upande wa machweo ya jua. Baadaye mstari wa 5 anasema hivi, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Amen. Hii ni ahadi ya Mungu. Nisikilize. Ahadi ya Mungu. Mungu anamwahidi Musa, anamwahidi Joshua. Anamwambia hivi, kama ambavyo nimetembea na baba yako, ndivyo ambavyo na mimi nitakavyotembea na wewe. Na anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Lakini baadaye, mstari wa baadaye unakuja kuona wanapigwa kwa sababu kuna mtu amevunja miko na taratibu ambazo Mungu ameziweka. Tunaanza kupata sababu ya kwanza inayoweza kumfanya mtu azuilike, ni kwa sababu ya kutokufuata kile kitu ambacho Mungu amemfanya, amempa kutii. Hebu sema amen. Kila mtu uliyompa hapa, kuna watu hapa mnaota. Hebu sema amen. Kuna watu hapa mnaota. Mimi nikupe shuhuda moja. Ilitokea mwaka mmoja, ilikuwa 2000, Magufuli anakaribia, alikuwa ameapishwa. Siku moja niliota ndoto, nimeota ndoto ile, nikawa naokota mawe. Amen. Nachukua mawe na kusanya kwenye ndoto, na kusanya mawe, nimekusanya kwenye ndoto siku ya kwanza bila mawe kujua yanaenda wapi. Nikaja kukusanya tena siku ya pili kwenye ndoto, sikujua mawe yanaenda wapi. Ikafika almost karibia 2000 kama na 17 18 hapa, nilikuwa namaliza shule. Siku ambayo namaliza shule, siku hiyo naota nakimbizwa. Amen. Usizanie ni wewe unaota nakimbizwa. Nikaota nakimbizwa, na ile nakimbia mahali ambapo sipajui, ila nikajikuta nimeenda kudondokea mahali ambapo nilikuwa nakusanya mawe. Mawe yale niliyakusanya, na kwenye ndoto kuna kitu tu, ukiwa unaota ndoto kinajiattach chenyewe kwamba hiki ni hiki, hiki ni hiki, hiki ni hiki, hiki ni hiki, hiki ni hiki. Na ndio maana ndoto nyingi unazoota ukiwa unasikia amani ya moyo, ujue hiyo ndoto ni sawa. Ila ukiwa unasikia mashaka moyoni wakati ndoto inaendelea, hicho kitu ni hatari, hata kama kilikuwa kinavutia. Amen. Amen. Hata kama kilikuwa kinafanya nini? Kinavutia. Unatakiwa ujue kwamba hiki kitu ni hatari. Nimeenda nikaokota yale mawe. Mawe ni makubwa. Sasa nimefika kwenye yale mawe, nikachukua jiwe la kwanza kubwa, alafu najikuta limekuwa jepesi. Lile jiwe nimelishika, nikalirusha, na warushia wale ambao wanalikimbiza. Usiku ule nimeamka asubuhi